Karibu tena ndugu mtazamaji unanitazama katika kipindi hiki cha neno la Mungu. Mimi ninaitwa Martha Makano. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha kusikiliza neno la Mungu. Karibu usikilize neno la Mungu pamoja na mimi na ukabarikiwe siku ya leo. Ninakushukuru kwa maana unanitazama. Kama unanitazama kwa muda huu, ninatumaini, ninajua kwamba uko salama na uko mzima. Maana Mungu ametupatia neema tena ya kuona siku ya leo. Kwa hiyo barikiwe. Na ninataka tu nikakukumbushe katika mwisho wa video, please leave your comment. Acha nijue kile ambacho unataka nijue. Comment kwenye comment section, subscribe kwa channel yangu ili neno la Mungu liweze kusambaa na kuwafikia watu wengi. Pia usisahau kushare. Ushare neno hili na marafiki zako, ushare neno hili na watu wengine wote unaowafahamu. Kwa hiyo leo tutakwenda kuongelea neno kuhusu amani ya moyo. Itakuwa ni kichwa chetu cha leo. Ninajua last week tuliongea kuhusu msamaha, forgiveness. Na leo tunakwenda kuongelea kuhusu amani ya moyo. Mtu anawezaje kupata amani ya moyo? Na ni kwa nini amani ya moyo ni muhimu sana kwenye maisha yetu? Amani ya moyo ni kitu kilicho muhimu sana kwenye maisha yetu. Amani ya moyo ni kitu kilicho muhimu sana kwenye jamii, hata kwenye ndoa zetu. Amani ya moyo ni kitu kilicho muhimu sana hata kwenye nchi zetu. Maana tukiwa watu tuliokuwa na amani ya moyo, na hata watu tunaoishi nao pia tutawapa amani. Tunajazwa na dunia yenye kujaa vita, taharuki, tatizo nyingi kwa sababu watu wengi bado hatujakuwa na amani ya moyo. Na tunapoongelea amani ya moyo, amani ya moyo inaondoshwa na vitu vingi. Kuna vitu vingi sana zaidi viwezavyo kuondoa amani ya moyo. Lakini kichache ambacho nitaongea ni kwa sababu amani ya moyo inayosababishwa na kutokutosheka. Kuna amani, wengi tunakosa amani ya moyo kwa sababu bado hatujaridhika na mahali tulipo. Wengi tumekosa amani ya moyo kwa sababu bado hatujatosheka na mahali namna maisha yetu yalivyo. Wengi tunakosa amani ya moyo kwa sababu bado kile tunavyovitamani bado hatujakuwa navyo. Kwa hiyo ndani ya mioyo yetu tunakosa amani. Na mtu asiyekuwa na amani ndani ya moyo wake hawezi kuwa na furaha. Mtu asiyekuwa na amani ndani ya moyo wake hawezi kuwa na furaha. Hata akicheka, anacheka ni kwa nje, lakini ndani yake she or he is bleeding. Anavuja damu. Kwa sababu bado ndani ya moyo wake hamna amani. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali 23 na mstari wake wa 7 inasema nini? Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Jinsi mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. As the man thinketh, so is he. Kuna amani ambayo tunakosa ndani ya mioyo yetu kwa sababu ya mawazo tunayoyawaza. Kuna mawazo tunayoyawaza mara kwa mara yanayotufanya tukose amani ndani ya mioyo yetu. Tunawaza vitu ambavyo vinafanya katika roho zetu tusiwe na amani. Unakuta umeona fulani akanunua gari ambayo wewe labda ungelitamani ukanunua. Basi unavyoanza kuwaza ndani ya moyo wako, unaanza kuwaza absolutely tofauti sana. Unakuta kesho unakuwa unawaza mambo mabaya, unakuwa unawaza vibaya kuhusu ule mtu, negative. Kesho ule mtu akaja akakusemesha. Kwa sababu ulikuwa umeshawaza vibaya tayari. Hata ile salamu yako haitakuwa salamu iliyo njema. Sasa salamu iliyokuwa ya kawaida imegeuka kuwa vita. Kwa sababu gani? Ndani ya moyo wako haukuwa na amani. Tunakosa amani kwenye jamii zetu kwa sababu jamii zetu tumejazwa na watu wasiokuwa na amani. Dunia yetu zimejaa taharuki. Mahali popote unakwenda unasikia ni habari za vita.
kwa sababu tumejaa na watu wasiokuwa na amani ndani ya mioyo yao. Tukiangalia nchi za Ulaya, tunaangalia nchi za Afrika, watu hatuna amani, vita kila siku. Kwa sababu nini? Nchi zimejawa na watu wasiokuwa na amani ndani ya mioyo yao. Na kwa nini watu hatuna amani? Wengi hatuna amani kwa sababu hatujatosheka na vile tulivyo navyo. Wengi hatuna amani, hatujatosheka na vile tulivyoumbwa. Wengi hatuna amani maana hatujatosheka na pale tulipo. Kwa sababu hatuna amani ndani yetu, tunasababisha vita. Amani, mtu huwezi kumpatia mtu mwingine kitu usichokuwa nacho. Kile ulichokuwa nacho ndani yako ndicho utakachowapa watu. Ukiwa na mawazo yenye furaha, na hata unapoonana na watu utawaonesha furaha. Ukiwa na amani ndani ya moyo wako, na hata watu unakutana nao utawapatia habari za amani. Na kuna wengine watakupatia kicheko, kama vile kitabu cha Mezali kinasema, atakwambia kula, kunywa, ushibe, lakini kile anachokufanyia sivyo ndivyo alivyo ndani ya moyo wake. Mtu atakuchekesha na kupa kicheko hivi, lakini ndani ya moyo wake bado hana amani. Basi hapo ukakwaruza kidogo, ukasema kitu kidogo ambacho bado hakikuendana, vita vimeingia. Na si kwa sababu tu ule mtu amekosa, mbali kwa sababu mtu yule aliyekuambia, aliyekuja kuambia kula hivi na hivi, ndani yake hakuwa na amani, ndani yake hakuwa na furaha. Na kwa sababu ya ile kutokuwa na furaha, ikasababisha mwanzo wa mafarakano. Tunaenda kwenye ndoa, watu wengi hatuna amani kwenye ndoa, kwa sababu hata kwenye ndoa zetu tumejaa na watu wasiokuwa na amani. Na kwa nini watu wana amani kwenye ndoa? Kwa sababu ndoa zetu zimejaa na watu wasiokuweza kuridhika, watu wasiyetosheka. Unakuta una mume wako lakini bado unatamani mume wa mwingine. Unakuta una mke wako lakini bado unatamani mke wa mwingine. Na unatamani mke wa mwingine kwa nini? Kwa sababu ndani bado wewe bado haujatosheka na mke uliye naye ndani ya nyumba yako. Unatamani mume wa mwenzako kwa sababu bado haujatosheka na mume uliye naye. Wengi tunapambana kwa ajili ya maisha. Unakuta uadui unaingia kati ya ndugu, na ndugu uadui unaingia kati ya watu, kwa sababu ya watu hawajatosheka na mali na vitu walivyo navyo. Tunakwenda kusoma katika kitabu cha Yakobo sura yake ya 4 mstari wa 1 hadi 4. Inasema hivi: vita vyatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu, kwa kuwa hamombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kitabu cha Yakobo sura yake ya 4 mstari wa 1 hadi ile haya yake ya 4 inasema, vita na magombano yatoka wapi kati yenu? Vita na magombani yatoka wapi kati yenu? Tumejaa na dunia yenye kujaa vita. Tunakwenda kwenye mafamilia, tunakuta kumejaa vita. Twende kwenye makomuniti, kumejaa vita. Twende Marekani, uende Afrika, unakuta kumejaa vita. Vita vinasababishwa na kutokutosheka ndani ya tamaa ya mioyo yetu. Tunatamani vitu tusivyokuwa navyo. Kwa hiyo tunafanya nini? Tunagombana. Mwenzako maisha yako inaonekana yeye labda yeye amekuwa na maisha ambayo yameendelea kidogo, ya kwako bado yamebaki nyuma. Na si kwa sababu eti labda Mungu atakufanikisha. Kila mtu tuko katika safari ya maisha, na Mungu anatubariki kila mtu kwa muda wake. Kila mtu ana muda wake. Lakini labda wewe ulichokuwa ukikitamani haunacho. Sasa kwa hiyo vita vinaanza. Mwenzako amenunua kitu kile kizuri, labda bado hujakuwa nacho, kesho akakusalimia kwa vita, matetano yanaanza. Wale ambao wanaivi wanajionaka wao ndogo hivi, ambao kwa hivi wanajionaka wako hivi. Tukienda hata kwenye nchi zetu, unakuta watu wana nchi zao. Ukiangalia wazungu wana nchi zao za wazungu. Lakini kwa nini wana oppress Africa? Lakini unakuta bado wanaenda Afrika na wanasababisha vita, kwa sababu bado wenyewe wana vitu lakini bado hawajaridhika na vitu walivyo navyo. Kwa hiyo inaleta vita. Na maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba, kitabu cha Waebrania
sura yake ya 12 na mstari wake wa 14 unasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, maana pasipo huo utakatifu hakuna atakayemuona Mungu. Sasa tunakuja tunafika hata kwenye makanisa, kumejaa vita. Unaenda kwenye mafamilia, tumejaa vita. Na hivyo vita vinasababishwa na watu kutokuwa na amani. Lakini alafu tena nakuja kusoma maandiko ya Mungu, anasema ya kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana pasipo huo hakuna atakayemuona Mungu. Ndugu yangu, nataka nikuulize swali. Je, una amani ndani ya moyo wako? Na kama una amani ndani ya moyo wako, kwa nini unafarakana na watu? Ni kwa sababu bado haujatosheka na pale ulipo. Labda bado haujatosheka na mume uliye naye, bado haujatosheka na mke ulio naye, bado haujatosheka na hali na namna maisha yako yalivyo. Kwa hiyo inasababisha vita, vinakuwa na migogoro, unakuwa na vita na migogoro na watu kwa sababu labda bado haujaridhika. Tunaona kuna watu wanachafua majina wengine kwa sababu ya wivu. Watu tunauana hata kwenye makanisa, tunapana masumu kwenye makanisa sababu bado hatujatosheka. Wewe ni mchungaji wa kanisa, ukasikia wanataka kuleta mtu mwingine aje akasimamie kanisa, awe mwalimu au aongoze watoto, lakini ukajisikia wivu ikakuingia ikakutawala, na hapo ndio vita vimeanza. Ikakuwa amefanya hiki yake tena hiki, vinaenda vita vinaanza. Kwenye makanisa watu wanauawa. Tunaenda kwenye jamii, ndugu na ndugu yani wamekuwa maadui kabisa. Mtoto wa baba na wa mama tumbo moja, hawaongei. Kwa nini? Tamaa iliyo ndani ya mioyo yetu. Tunatamani vitu pasipo kuona. Na maandiko yanasema ya kwamba munaomba lakini hampewi. Kwa nini? Kwa sababu mnaomba vibaya. Munaomba ili muweze kuridhisha zile tamaa zenu. Kuna watu wengine tunaomba, mbona Mungu ninaweza kuomba depuis 2024 mimi siyapata. Mbona Mungu huyu mbona alianza hivi nyuma, mbona yeye ashapata hiki, mbona mimi siyapata. Mungu anashindwa hata kukubariki. Kwa sababu gani? Nia ulio nayo ndani ya moyo wako ni mbaya. Unataka upate vitu ili ushindane na watu. Unataka upate vitu ili na wewe nitawaonyesha. Mungu hawezi akakubariki. Unataka upate vitu ili uonyeshe watu wa kwamba na wewe pia ambie na mimi sasa. Mungu hawezi akakubariki na maombi yako Mungu hawezi kuyasikia. Kwa sababu hiyo unajenga chuki ndani ya moyo wako. Na hiyo chuki unayojenga ndani ya moyo wako inaleta vita na kusababisha na kuwa na vita na watu wengine. Inakuwa na vita hata na watu wa jamaa. Tukiangalia nchi zetu za Afrika, zile jinsi zinavyogawanyika. Unakuta nchi jirani watu wamekuwa ni vita taruki kila siku. Kwa sababu watu hawatosheki. Ninataka nikwambie mpendwa unayenisikiliza, mpendwa unayenitazama, naomba utafute amani ya moyo. Na amani ya moyo utaipata kwa kutosheka na kile Mungu amekupa. Maana unapotosheka na kile Mungu amekupa, utakuwa mtu mwenye kuwa na furaha, utatembea, utakuwa mtu mwenye kuwa na amani, na hata watu wanaokuzunguka pia utawapa amani. Maana hauwezi ukawapa watu kile usichokuwa nacho ndani yako. Maana jinsi mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyokuwa ukiwaza mawazo ya amani, umetosheka, unashukuru Mungu kwa kile ulicho nacho, hata watu wanaokuzunguka utakuwa nao na amani. Kwa maana wewe lengo lako haitakuwa upigane vita na watu, hautakuwa ni kushindana na watu, haitakuwa ni kuwachukia watu wengine kwa sababu wamefanikiwa. Mbali amani ya moyo wako itakuambukiza uwe na amani na watu. Na nchi zetu zitakuwa nchi zenye amani, familia zetu tutakuwa watu wenye kuwa na amani, hata kwenye ndoa zetu tutakuwa na amani. Kwa maana nini? Tumetosheka na vile tulivyo navyo. Hatutamani wake wa wengine, hatutamani waume wa wengine, hatutamani maisha wengine. Wale waliofanikiwa basi wamefanikiwa na wakati wao, labda mta wetu utakuja baadaye. Wale walionunua magari ya kifahari basi na wamenunua kwa sababu muda wao umefika. Unajua ya kwamba unatumania ya kwamba kesho, najua Mungu na mimi kesho ataniongeza, kesho na mimi labda nitanunua gari. Wale waliofanikiwa kazaa mbele yako sio ndio chanzo cha vita. Kwa sababu wamezaa mbele yako basi vita vimeanza, imekuwa migorogano, mnajionaka sababu ndio mmezaa. Hapana. Lakini kwa sababu unajua ya kwamba Mungu anawabariki kila watu na wakati wake, muda wako unajua utafika. Kwa sababu
Kwa hiyo unakuwa na amani ndani ya moyo wako. Na ile amani, ukiwa na amani, hata watu wenye kutembeza limbugiza wakikusalimia haitakuwa ni vita. Naomba Mungu atujaze amani ndani ya mioyo yetu. Kwa maana tusipokuwa na amani na watu, hatutaona ufalme wa Mungu. Hata tuombe maombi kila siku 24 uko naomba. Hata uko na matabiri ya namna gani, hata tabiri zako zote zenye kutikisa dunia, usipokuwa na amani na watu, hutamuona Mungu. Maana Mungu ni watu. Mungu ni Mungu mwenye amani na mwenye utakatifu. Usipokuwa na amani na watu, migogoro na watu, vita na watu, hata nchi ambazo hazina amani na watu na nchi zingine, hizo nchi hazina utukufu wa Mungu. Hata wafanikiwa wana vitu gani, pasipo kutafuta amani, Mungu hawezi akawa na watu kama na hao. Tafuta amani na watu ili ukaweze kuona uso wa Mungu. Tafuta amani na watu kwenye makanisa tunakoingia, tutafute amani na watu. Kwenye familia zetu, tutafute amani na watu. Kwenye nchi zetu pia tutakuwa na amani, kwa maana tumejawa na watu wenye kurizika na watu wenye kuwa na amani ndani ya mioyo yao. Ninakushukuru wewe ndugu yangu ambaye umenitazama. Kama umefika kwenye sehemu hii ya mwisho, ni kwa sababu labda ulianza na mimi kuanzia mwanzo hadi sasa tumefika mwisho. Ninaomba neno la leo likubariki. Usisahau kushare. Share neno hili, maana kama linavyokusaidia na kubariki, pia linaweza likasaidia hata wengine pia na kuwabariki. Tunataka nchi zetu ziwe na amani. Tunataka community zetu ziwe na amani. Tunataka hata kwenye ndoa zetu tuwe na amani, na chanzo cha amani ni kutosheka. Chanzo cha amani ni kuwa na shukurani. Nampenda baba yangu sana. Anatuambia, kuna siku moja akaniambia eti shukurani ndio kitu cha kwanza kinazoleta amani katika moyo wa mtu. Na ni kweli, mtu unapokuwa unatosheka na unashukuru Mungu kwa kile ulichokuwa nacho, unashukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, unashukuru Mungu kwa ajili ya mume wako, unashukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako, hata kama hayajaboreka yakakuwa jinsi unavyotamani, lakini kumshukuru Mungu kuna kusababisha wewe uwe na amani ndani ya moyo wako. Na unapokuwa na amani, hata majirani zako utakuwa na amani nao, hata ndugu zako utakuwa na amani nao. Kwa sababu dini umetosheka, wala hauna taharuki ndani ya moyo wako. Mungu akubariki mpendwa na mtazamaji unanitazama. Mimi ni Martha Makano. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, usisahau kushare, na Mungu atakubariki. Tutaonana tena kwenye kipindi kingine muda ujao. Bwana Yesu akubariki.